New statement. Kama unakumbuka Yesu alisema, if you remember Jesus said, sikuja kutangua Torati, I did not come to bali kutimiza, but to approve it. Na leo nataka tuzungumze somo linalosema nafasi, And today I want to speak about the direction we say ya baba kiroho. the position of father spiritual. Nafasi ni nini? What is the position? Nafasi nafasi ni ile hali ya umiliki wa sehemu. Na tunapozungumzia neno nafasi, when we speak about position, lazima tujue nini maana ya nafasi. we should know what is position. Nafasi, The position ni lile eneo ulilopewa is a space which are given, lililo na mipaka halali. which have the very boundaries. Na leo nataka nizungumzie habari ya And today I want to speak about umuhimu the importance wa baba kiroho. of the father spiritual. Wakati Mungu anajaribu kusema na mimi When God was trying to speak with me kuhusu hili somo, about this lesson, na alianza kuzungumza na wana wa Israeli he started to talk with the son of kabla hajasema na sisi. before to speak with us. Na kwa sababu hiyo, And for this reason, baba ni mtu wa muhimu sana, father is important person. lakini pia ni mama ni mtu wa muhimu sana. But mother also is important person. Laana nyingi duniani Many accusing the word zinazowapata watoto, which get the children. 100% zinahusika 100% concerning kwa kutokuwaheshimu wazazi. to not obey the parent. Tuna wazazi wa aina mbili. We have two main parents. Kuna wazazi wa kimwili We have normal parents. ambao Mungu hawa wazazi ameruhusu And God allowed them wawepo wa kutunze to keep you and raising you mpaka siku zako za hapa duniani ziishi. until you are dead in this world ends. Na ninataka nizungumze kwa habari kwanza ya mzazi wa kimwili. Normal parent. Mzazi wa kimwili hata kama hajaokoka, The normal parent, even if he is not saved, ni baba, is a father, ni mama, is a mother. hawezi akabadilika. He or she cannot change. Ana baraka zako alizozibeba. Have your blessing which he carried. Wakati huu wana wa Israeli wanaambiwa na Mungu, ili muwe na maisha ya furaha, in order to have happy life, ili muwe na maisha ya baraka, in order to have blessed life, ili muwe na maisha ya kumpendeza Mungu, in order to have life which are good before the Lord, muwaheshimu wazazi hawa. you should respect these parents. Eneo fulani nilikuwa ninaliangalia katika Biblia, One part was looking in the Bible, linasema hivi: speaking, yule asiyewaheshimu baba na mama the one who not respected the father and mother, na laaniwe. to be accused. Laana ni nini? What is accused? Unaweza ukaielewa vizuri kwenye kitabu cha Mwanzo in the book of Genesis, sura ya 4 chapter 4, kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea. from verse 1 to continue. Tunaona maisha ya laana yanapelekwa na The Kaini life of kills was found by Cain baada ya kuwa ameua after killing na baada ya kupewa nafasi and after being given the chance ya mazungumzo na Mungu, of a conversation with God, akasema and he said, hii laana imeniwia kubwa, this kills is right. kila atakayeniona Everyone ataniua. who will see me will kill me. Tafsiri yake kwamba laana ni wadui. The accused is the enemy. Laana ni wadui. Is the enemy. Kila atakaye kuona hata kuwa na furaha na wewe
ukikutana tu na Kaini, when you meet with Cain, utamjua kwa sababu aliwekewa alama. because he had the sign. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya laana, About the Jews, wazazi wamebeba baraka parents held the blessing, na wazazi hao hao also parents wamebeba maumivu. held the pain. Ndio maana Mungu akawaambia That's why God told them, kabla ya kuua, before killing, kabla ya kuzini, before adultery, kabla ya kusema uongo, before speaking lies, kabla ya kutamani, before desiring, mheshimu baba na mama. respect your father and your mother. Haijalishi ameokoka, Matter is born again, haijalishi hajaokoka. doesn't matter is not born again. Na heshima inayozungumzwa The respect which is spoken ni ile ya kumtendea mema, is that of doing good, hasa mema ya Mungu, the God's good. mema ya Mungu. Lakini haimaanishi But it does not mean kwenye kuheshimu in respecting uende nje ya mipaka ya Mungu. to be against the boundaries of God. Anapozungumza mheshimu, manake To respect means moja, sikiliza ushauri; first listen to the advice. mbili, kuwa na nafasi ya ukaribu sana. When you have the cross chance, Ngoja niwaambie, let me tell you, kuna mtu amezaa watoto, someone who delivered the children, ghafla akajikuta yeye ni mwizi. then he thought, Akikaa kifikiri, what do you think? hapendi sana mwanawe mwizi. He don't like his child to be a thief. Kuna mtu kaingia kwenye agano la uchawi, There is someone who gets in a convenience of witchcraft. lakini kuna wakati akikaa nafikiri, But when he thinks, anasema sitamani sana mwanangu aingie he kwenye don't uchawi. wish his child to get in witchcraft. Kwa hiyo mama ana matirio mazuri ya Mungu. Materials. Na tunapozungumzia habari sasa ya kuheshimu mama na baba kwa muktadha wa kimalezi, for the environment of rising, ni kama miungu wanaowakilisha uungu wa Mungu kwenye familia. it's like gods who show the gods of God in the family. Elewa neno kama. Like, understanding the word like. Hatuzungumzi wazazi ni miungu, ni kama wanawakilisha. They are like, Wanawakilishaje? they present how they present. Mfano, ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya For 7, example, when you read the book of Exodus chapter 7, Mungu anamwambia Musa, God told Moses, nimeamuru uende kwa Farao. I commanded you to go to. Hautaenda kama Musa, You will not go as Moses. hautaenda kama Mwebrania, You will not go as Hebrew. utaenda kama Mungu. You will go like God. Kwa lugha nyingine, nitakuwa ndani yako They say, I will be in you, na nguvu za kimungu. and in the power of godness. Kwa sasa tunapowaona hao wazazi So when we see these parents, wamebeba baraka they zetu, carry their blessing. nazungumza kimwili kabisa, wamebeba baraka zetu. They carry their blessing. Mzazi anaposhindwa kuiona heshima If we try to see the respect ya mtoto, of a child, automatically mzazi anaanza kuumia, the parent is starting to feel pain. na hakuna maombi magumu yanapofika kwa Mungu kama maombi ya kuumia. Prayers of God, which leads to God as a. Anapoanza kuumia, When you start to feel pain, yale maombi yanafika kwa Mungu. those prayers reach to God. Kwa hiyo Mungu yuko tayari kupokea oda ya mzazi. Is able to receive the order of his Kitu gani anataka akifanye, thing which he needs him to do, na Mungu yuko tayari. and God is able. Watu tunapaswa kuwaheshimu sana wazazi wetu, Respect our parents. wale tulionao tayari tunapaswa kuwaheshimu sana. Those who have parents, we should respect them a lot. Wale ambao wametangulia Those who already passed it,
lakini is a parent, kama angekuwepo mama au baba people could be ni umri wa mzazi wako, like the same age to your parents. unapaswa kuwaheshimu, You should respect, unapaswa kuwatunza. you should keep them. Kwa hiyo sasa leo nataka So nizungumzie today I want to speak nafasi ya kiroho of the position spiritual katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani. Ndio. Wala kilicho chini majini, kilicho majini chini ya dunia. Ndio. Sasa tunasema usijisujudie wala kuvitumikia. Ndio. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Ndio. Na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Sura 6 unasema nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Mstari wa 7 unasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Mstari wa 8 unasema kumbuke siku ya Sabato utakase. Ndio. Siku 6 fanya kazi. Ndio. Utende mambo yako yote. 10 inasema lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. 11 inasema maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akakibariki siku ya Sabato akatakasa. Mstari wa 12 inasema waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. 13 inasema usikue. 14 inasema usizini. 15 inasema usiibe. 16 inasema usimwambie jirani yako uongo. 17 usitamani nyumba ya jirani yako. Haya, sasa kwenye hiyo amri 10 za Mungu, So in these 10 commandments of God, kuna eneo moja tunataka tuliangalie. there is one part I want to see. Kwenye ile amri ya 12 sana katika ulimwengu wa kitabia. And the results became bad in the behavior. Katika maeneo hayo, So in that part, Mungu anapoangalia mtu asiye na mzazi, when God looked at someone who don't have parents, ni ngumu sana Mungu it is hard God kutimiza kila ambacho mbingu inataka. to do the things which the given need. Na mzazi wa kiroho, And the spiritual parent, mlezi wa kiroho, the spiritual parent, ana taarifa zote za kimungu juu ya maisha have yako. all information of God in your life. Mfano mdogo, And there is your example. mtumishi gani kwenye Biblia Whose servant in the Bible unayeweza kumtambua mzazi wake wa kiroho na maisha yake yalikuwaje? spiritual life and how the life was. Mzazi wa kiroho, The spiritual parent. hebu tuanze na Bwana Yesu mwenyewe. Let us start with the Jesus. Yesu alikuwa na mzazi. Jesus had a parent. Yesu alikuwa na mzazi. Jesus had a parent. Mzazi wa kwanza The first parent alikuwa ni Baba wa mbinguni.
was the God of the Hebrews. Mzazi wa pili alikuwa ni Yusufu, Was Joseph, aliyekuwa akimlea. who was raising him. Kuna wakati Yesu There is anazungumza sometimes Jesus na Mafarisayo, speaks his Pharisees. anasema kwamba mnanivunjia heshima, You are disrespecting lakini mimi baba yangu namheshimu. but my father I respect him. Yesu alikuwa na mzazi, Jesus had a parent. na hili pia linaweza likadhihirika And this also can be Yesu alipozungumza hivi, when Jesus speaks like, Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu, oh my God, Mungu wangu, oh my God, mbona umeniacha? why did you left me? Kuna Kiswahili, kuna Kiingereza cha kwenye Biblia kilikuwa kina The English hakizungumzi in the God, Bible was not a speak about God, kinazungumzia Father. but they speak about Father. Baba yangu, mbona umeniacha? Father, why did you left me? Na nataka niwaambie, And I want to tell you, mafanikio ya Yesu the duniani success of Jesus in the world hayakutokana na jina alilolibeba, from the name which he held. yalitokana na mahusiano Was from the relation ya yeye na baba yake. of him and his father. Maeneo fulani Biblia nasema, Some part of the Bible says Yesu akawa anasema, Jesus was speaking. siyafanyi mimi haya I nayoyafanya, don't do this which I'm doing. bali ninayafanya kwa sababu Baba I'm ameniruhusu doing because my father wrote me niyafanye. to do. Watumishi wa Mungu, mfano wa Yesu God, the example of Jesus ni wa kutosha sana. is enough. Kuna wakati fulani Yesu There is akiwa sometimes Jesus na mamake was with his mother, Mariamu, Maria, akiwa na baba yake when he was with Yusufu, his father Joseph, walienda Yerusalemu. and they went to Jerusalem. Baada ya kwenda Yerusalemu, wakati wanarudi, After going to Jerusalem, during coming back, Biblia inasema kwamba Yesu akakaa nyuma, the Bible says akarudi Jesus was back, hekaluni, and he went back to the na wazazi walifanya parents safari ya kutwa nzima. did the journey of whole day. Wamekuja kukumbuka mtoto hayupo, They remembered the church when he was not wakaanza there. kuulizana, They huyu tried to mtoto ask yuko wapi? each other, where is he? Lakini Biblia inasema kwamba The wakarudi, Bible says they went back, wakamkuta hekaluni. they found him to the church. Biblia inasema kwamba Yesu The Bible says Jesus akawaona wazazi, saw his parents. wazazi wakamuuliza The Yesu, parents asked him, mimi na baba yako najua me tumekutafuta and your sana. father was finding you. Akasema sawa, He said, okay. hakusoma kwamba imeandikwa yanipasa niwepo nyumbani mwa baba I'm supposed yangu. to be in the house of my father. Kwa lugha ya Biblia, For the language of the Bible, Biblia inazungumza kwamba wazazi hawakusema the kitu Bible chochote. says the parent did not. Yesu alifanikiwa kwa sababu alikuwa na Jesus mzazi wa succeeded kiroho. because of the spiritual parents. Wakati Yesu alikuwa duniani, babake alikuwa bega kwa bega. His father was close to him. Wakati anabatizwa, When he was baptized, Biblia inasema wakati the anabatizwa, Bible says when he was baptized, baba aliyekuwepo the mbinguni father who was in the heaven akashuka kwa umbile la hua came as a dove, na sauti ikitoka mbinguni and ikisema, the voice from the heaven said, huyu ndiye mwanangu "This is my mpendwa beloved son, niliyependezwa naye, msikilizeni yeye, listen to him." msikilizeni yeye. Listen to him. Yesu alipobatizwa, When ile Jesus sauti baptized, ikatoka. that voice, Yesu alikuwa anazungumza, nina baba Jesus was kiroho, speaking, I have a na spiritual kwa sababu nina baba father. And kiroho, because I have a spiritual father, yoyote mtakayoyafanya anything which I will do hayatakuwa ya kwangu, will not be mine, yatakuwa yametoka kwa baba. will be from the Father. Lakini nataka niwape mfano But I mwingine. want to give you another example. Tukimwacha Yesu, kuna mtu anaitwa
Sauli, who called Saul, Sauli wa Agano Jipya, Saul of the New Testament, alikuja kubadilisha jina akaitwa was changing the name Paul. and he called him Paul. Paulo. Alikuwa na baba wa kiroho. He had a spiritual father. Hata kama utayapenda maisha ya Paulo, If you love the life of Paul, utapenda utumishi wa if Paulo, you love the servant of Paul, utapenda miujiza aliyofanya Paulo. the miracles which he did, Biblia inasema alikuwa na mzazi wa kiroho. he had a spiritual parent, Na si mwingine, and it is not another, Anania. it is Ananias. Kisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya If you 9. read the book of Acts chapter 9, Biblia inazungumza baada ya kukutana na Bwana pale Dameski, after meeting with God there, sauti ikawa inajirudia rudia the voice was repeating, ikisema, Sauli, Sauli, mbona waniuzi? Biblia inazungumza, the Bible says, Paulo akasema, Paul said, ni nani huyu wewe Bwana? who are you, the Lord? Ni mimi Yesu unayeniuzi. It is me, Jesus, who are Wakati huo Paulo akiwa amepigwa na radi ya moto kwenye maji, was beaten by the thunder of fire to the eyes, akawa amelala kifudifudi. and he was asleep. Lakini pia But he also, alikuwa na wale watu ambao, maana because of that people, ile safari ilikuwa ni ya kwenda kuwaua that Wakristo, man was going to kill Christians. wakaisikia ile sauti. They heard that voice. Mungu akamwambia, God Paul, said, Paul, nenda, kuna mtu mmoja anaitwa Anania atakuambia yakupasayo he will tell you the thing which you're supposed to do, maana nimekufanya because I made you chombo kiteule the chosen tool kwa mataifa yote. for all nations. Ninachotaka kuambia, I want to Anania say, Anania, akasimama kwa baba yake aliyemsaidia anaitwa his father, Anania. which helped him, called Anania. Inatuonyesha This shows baba wa kiroho wa the Mungu spiritual father is amewekwa na Mungu kwenye maisha yako, with God to your life ayahudumie. to serve. Alafu cha ajabu sasa, And awesome thing, baba wa kiroho the spiritual father, kama vile baba wa kimwili, like a normal father, ingetokea neema ya kusema, it happened the grace of saying, sitaki kuzaliwa kwenye hii familia, I don't need to born in this family. si ungechagua? I can choose. Usingechagua? Sawa. Ila watu, But there are people, yawezekana na mimi nikiwepo, even also me, ningechagua. I could choose. Siwezi kuzaliwa na huyu baba mfupi. I cannot born with this short father. Siwezi kuzaliwa na hata kamama. I cannot born with this man. Nataka nizaliwe na I need baba a mzuri, with a good father, linene. fat one. Lakini pia siwezi nikazaliwa kwenye hii And familia. I cannot born in this family. Nataka nikazaliwa kwenye familia I want yenye to heshima. be delivered in a respective family. Sio, unanielewa? I don't know if understand. Kama wewe usingechagua, yawezekana nimevaa mwili ningechagua. the fresh God they would choose. Yaani kwenye familia mkiamka mnaangaliana, You wake up, you look each other. mtakula nini? What will you eat? Lakini kuna familia ukiamka tu ninakuambia Instead of nenda kwenye fridge, go to the fridge, chochote unachotaka pale anything you want there, kitapasha, utakula. will be eaten and you will eat. Familia ambayo The family which ina historia ya magonjwa, have a history of diseases, anatoka huyo hospitalini analetwa this huyu. hospital brought another. Na ukiangalia kuna familia tangu uzaliwe When you look there is a family, haujawahi kumkuta hata mwenye ile familia you kuwepo never see kwenye duka la madawa. anyone, even Ungesema ningezaliwa kwenye ile familia. farmers, you say could be born in that family. Hakuna anayeweza kuchagua There is no one who may choose mama baba wa kimwili.
the normal parents. Kadhalika ndivyo ilivyo kiroho. The same spiritual. Wewe ukachagua ninazaliwa na nani? Automatically Mungu anakutengenezea. Automatically God creates for you. Maana Mungu anajua ni nani atakayekulea. The one who relies you. Ni nani atakayekutunza? The one who will keep you. Ni nani atakayekushauri? And who will advise you. Automatically unajikuta uko katika mazingira ya kuzaliwa. Be in the environment of being delivered. Na ndivyo tunavyotaka kujifunza. And that is how we want to learn. Nataka nikupe historia kidogo. I want to give you a short history. Mababa wa kiroho waliokuwa how they was. Wanatumiwa na Mungu. They was being used by God. Katika agano. And they're convenient. Baada ya Yesu kupaa. After Jesus to go up. Yesu aliacha kanisa chini ya mababa. The church under the fathers. Wanaoitwa kina Petro. Who called it? Wanaoitwa kina Yakobo. Jacob. Kivyovyote wote wale 12. Aliwaambia. He told them. Nimewaita kwa ajili ya kutunza maisha ya watu. Keep the life of people. Yesu baada ya kuondoka, after Jesus passed, kanisa likabaki chini ya mababa. The church remained under the fathers. Waliokuwa wakiongoza kanisa. Who were guiding the church. Na baada ya wale mababa kutoka, and those 12 parents who passed, wakatokana sasa mababa ambao hawakutembea na Yesu. Other fathers who are not working. Hawakula na Yesu. They did not eat with Jesus. Ila walitokana na imani. They were from the faith. Kuna lugha nzuri sana Wataliani. There are good language which Italians wanaitumia juu ya mababa. Use about fathers. Kiongozi mkuu wa kanisa duniani. The main church anaitwa Papa. Tafsiri yake ni baba. The meaning is father. Walioko chini yake makardinali, lakini huwezi kuwa kardinali kama hujawa papa, na huwezi kuwa kardinali kama hujawa padri. Neno padri linawakilisha ni baba. Means father. Na hao watu walipewa mamlaka yote ya kutunza maisha ya watu. Keeping the life of people. Kwa sasa tunapozungumzia umuhimu ya mtoto wa kiroho kuwa na baba, mafanikio ya kwanza ya mtoto wa kiroho aliye na baba, sasa kaandika yapo kadha wa kadha. Mafanikio ya kwanza ya mtoto aliye na baba wa kiroho, jambo la kwanza ni hili: mtoto wa kiroho anaishi kwa maono na ushindi wa baba yake. Hebu ngoja niwaulize, mnamuelewa Elia? Do you understand Elia? Mnamuelewa Elia? Do you understand Elia? Kanisa la Mungu au tumefunga? The church of God all fast. Mnamuelewa Elia? Understand Elia? Alikuwa na mtoto gani? Elisha. Elisha. Maisha ya Elisha unayaona kwenye Biblia. Yanamwangusha baba yake? Hapana. Kwa nini? Elisha aliyaona maisha ya Elia kama baba. Elisha saw the life of Elia as a father. Naomba unielewe mtoto wa Mungu. Understand the son of God. Elisha alitambua kwamba hata wakati uliokuwa mgumu, even in hard times, nilimuona baba akiishi maisha haya. I saw my father living this life. Kwa mimi sio wa kwanza, I'm not the first one. lakini Biblia inazungumza kwamba the Bible says Elisha
makubwa kuzidi ya nani? More than Elia. Unakumbuka Yesu wakati anataka kuondoka alisemaje? Go, what did he say? Mimi naondoka kama baba. I'm going as a father. Lakini utafanya mambo makubwa kuliko hata niliyoyafanya. More than this I did. Umenielewa? You understand? Mtoto aliyelelewa ni mshindi. The son or the children who is rising. Hebu mwambie jirani yako, mtoto aliyelelewa ni mshindi. The children who is rising is a victor. Wewe ukakuta analia. You cannot find him crying. Na kama analia ndani ya mapenzi ya baba ni mshindi. The love of God who is a victor. Wengi wetu, many of us, Wakristo wengi hawana baba. Christians has no father. Hawana baba. Has no father. Hawana baba. Nilikuwa najaribu kuangalia baba mmoja. Check one mother. Taifa letu hili la Tanzania. Our nation of Tanzania. Mwaka 1928. 1928. Huyu baba alizaliwa. This father was delivered. Na ameishi maisha mazuri sana. A good life. Wakati baba anajaribu kumfuatia alikuwa mtoto mdogo. Anasema kwamba nilipojikuta tu niko mikononi mwa baba wa kiroho. In the hands of spiritual parents. Yaani ujana wangu. My young head. Shetani hakumchafua. Satan did not destroy, pollute them. Naye si mwingine. And it is not another. Anaitwa Moses Flora. It is Moses Flora. Kaenda katangulia kwa baba. He is past it. Nilijifunza vitu vizuri na vizito sana kwa baba. From this father. Anasema ujana wako haujawahi kuona ladha ya dunia hii. My youngest did not taste the taste of the world. Lakini kuna watu wana baba. But there are people who have a father. Lakini ladha ya dunia. But the taste of the world inaishi ndani yao. is living inside them. Sio ladha ya Roho Mtakatifu. Not the taste of Holy Spirit. Kwa hiyo nikajifunza. So I learned. Jambo la kwanza, Elisha alikuwa na baba wa kiroho. He is spiritual father. Mnamuelewa Elia? Pia aliyefunga miaka mingapi? Mvua isifanyaje? Isinyeshe. To not fall. Mnaelewa? You understand? Kwa hiyo ni vizuri ukayatumia maisha ya baraka. The blessing life. Kwa mlezi na mzazi wa kiroho. For the guardian and the parents who you have. Ili maisha yako yawe na utofauti. In order your life to be awesome. Hayataamua unamjuaje. You will not aim how do you know God. Hayataamua umesoma chuo gani. Which college you have gotten. Cha kimataifa kinachojulikana. Kitaamua ulipigwa kwenye mikono ya nani. You was kept from which hands. Unanielewa? Kitaamua ulipigwa kwenye mikono ya nani. In which hands he was being rising. Kwa sababu somo hili liendelee na mchana tutaendelea nalo. And in noon we will continue it. Lakini nataka nizungumze kwa. But I want to speak that mzazi makini the good parent anatakia mtoto afanikiwe zaidi ya vile baba alivyo. To succeed like how father is. Kwa nini? Why? Kwa nini? Why? Ninachotaka kuzungumza ni what I want to say is wazazi wengi wanatamani watoto sio kiroho tu wawe bora. Hata mtazamo wa kufikiri. Also in the vision of understanding. Hata mtazamo wa kufikiri. Also the way of thinking. Kuna wakati wazazi wengi wanapata matiri mazuri kutoka kwa watoto waliowalea. That rise and themselves. Sisi tunanielewa I don't know if I understand. Watoto waliolelewa na baba makini wana materials. Kifahamu. In understanding. Mtoto anaweza akakushauri jambo. A child may ukafika. Hebu ngoja nikuulize.
one child in the Bible alimshauri baba yake. advised his father. Hebu sema alimshauri baba yake. Advised his father. Na huyu mtoto And this children alikuwa anaitwa Ibrahim. was called Ibrahim. Baba yake ni nani? Ni Who Mungu. is his father? Alimshauri. He advised him. Alimshauri. He advised. Lakini kuna baba mmoja ama mtoto mmoja alimshauri baba yake. Who advised his father? Anaitwa Musa. Called Moses. Naelewa ya? Do you understand? Safari ya wana wa Israeli kutoka The trip Misri of kwenda the Kanaani. children of Israel from Egypt to Canaan. Biblia inazungumza mpaka Mungu alighadhabika And God akasema Musa, and na said, Moses, hawa wote unaowaona hawa those who are seen here, naenda kuwaua wote, I'm going to kill all of them. wewe tu Only you. nitakufanya kuwa taifa. I will make you to be a nation. Mtoto Musa akasema, baba sawa, Moses said, it is okay. lakini hebu chukua ushauri wangu, But to take my advice, ukiwaua hawa you will kill wale maadui zetu, mojawapo akina our Farao, enemies. watasema yuko wapi Mungu wao They will say, where is their aliyekuwa na tamba? Tayari watoto wamefia wote jangwani. The children died in the desert. Mungu kama baba God as a father akasema, mwanangu, umenipa wazo said, you zuri sana. gave me a good idea. Sasa nisiwaue kama nilivyokusudia, So let me good like how I nitawaua pole pole wakiwa I na will give them soul when they are around me. kama vile wanavyouao wasionijua. Like how they are killed those who are not known. Yoshua na Caleb Joshua and Caleb ndiye aliyebaki na akaiona Kanaani. are those who remained and Ndugu see zangu, nataka Canaan. niwaambie, Whenever I want to tell you, wengi tunaishi duniani, lakini many ni will ngumu live sana in kuzitumia this baraka world, za but baba wa it is hard to kiroho. use the blessing of a spiritual father. Ni ngumu sana. It is hard. Hebu ngoja nikuulize jambo. Let me ask you something. Unamwelewa mzazi wa Yusufu You wa Agano la Kale understand the parent of Joseph alikuwa anaitwa nani? in the Old Testament Wa Kibwili. Alikuwa anaitwa Yakobo. was called Jacob. Okay. Alipotaka kufa alifanya vitu gani? When he wanted to die, Nani alibariki? he called the woman in order to bless him. Unasoma Biblia na This is Bible. Esau. He called Esau. Yes, Isaka. Akamwambiaje? What did he tell him? Baraka zilikuwa wapi? Where was the blessing? Wapi? Where? Sijauliza kwa I nani. did not understand this Zilikuwa before. wapi? I said, where was the blessing? Kwenye kisiwa? In the Yes, area, kwenye kinywa. in the mouth. Baraka za mzazi zipo The kwenye blessing of the parent is in the mouth. hapo. Nisikilize. Listen. Baraka za mzazi au wa The kiroho blessing of the au wa parent kimwili au wa shetani ziko kwenye kinywa. is in the mouth. Na Biblia inazungumza, Isaka akasema, Isaac said, nimebeba baraka za mzaliwa wa kwanza of the first ili zitoke kwenye mdomo wangu. in order to be from my mouth. Kuna mtu sasa anaanza kuelewa. There is someone who is start to Hebu understand. muulize jirani yako, Ask your neighbor, babako mzazi, your father, tuko mwezi wa 6, we are in June. huwa anakula nini? What do we eat? Huwa anakula nini? What do we eat? Usianze kusema tumezaliwa wengi. Don't say you're going- Baraka unaweza kuwa 500, lakini mwenye uwezo wa kuibeba ni yule The one who may tell is aliyoko kwenye moyo wa the mzazi. one who is in the parents, in the heart of the parent. Lini mzazi wako When did your parents amekula kitu mpaka akasema, mwanangu, kitu hiki my child, this thing kinaruhusu maisha ya uzima iliyowekewa na Mungu yahamie kwako? the life which puts by God to move to you. Isaka akasema, mwanangu, Isaac njoo, said, chukua podo uende nyikani. Ukafanyaje?
ukaniletee mawindo to bring the hand, nile so that I alafu can eat, nikulani and it will kill you, nikubariki and it will bless you, nikubariki. in order to bless you. Biblia inazungumza Esau akawa ameenda, lakini nyuma mama aliyetenda nani? Yakobo. Pull up Jacob saying, Mimi kama unajua Yakobo do you know Jacob alikuwa ni chef. Hebu sema was a ni chef. chef. Mama akiwepo jikoni When he was anamsaidia in the kupika. kitchen and helped mother to cut. Wakimaliza kula chakula tayari Yakobo anachukua vyombo anaenda kumsaidia Jacob mama said to kufanya take fish kuosha. and do them. Lakini Esau But Esau yeye alikuwa busy na nani? was his father. Vijana wakati mnaojua kupika. How many hands do you know to cook? Wala kila mtu wa kupika. How many hands do you know Wala to cook? mnaojua. Okay, mimi najua kupika tu lakini kuosha I ndio. know to cook everything, but I cannot do the utensils. Nimempata Agostino. Yeye hata kama ukimkaribisha. When you Ukiona anayeyuka. Yeye ni mtaalamu wa kula, hatuna kupika. no, he's Sawa, cook and eat. Sasa mama akalisikia ile neno. So mother heard that word. Akasema wote hawa ni wa And kwangu. said, all these are mine. Lakini hata atakaponisaidia atakuwa na baraka And he only have the blessing. zaidi sana. Atakuwa baraka atakikoni. He will be the blessing Acha also nikwambie. in the kitchen. Let me tell you. Ukiwa kwa mama una faida, ukiwa kwa baba una faida. Acha nikwambie, chakula kile kililiwa kwa sababu pia mama alikuwa anaona usamani wa nani? Was see the value Wa Yakobo of jikoni. Jacob in the kitchen. Japo bado kuja kuangalia Biblia And inasema when kwamba you see there, the Bible baada says, ya kutengenezwa mazingira after creating the kwamba environment, unajua that mimi nikienda when na mazingira ambayo nayochua baba anajua atanipapasa papasa. our father will touch me. Esau inavyoonekana alikuwa ni kama Mwarabu, na kama sio Mwarabu basi alikuwa ni mtu wale wenye manyoya. Mama akasema His mimi mother said, na babako namjua. I live in my father and I know you. Akasema sawa, kilichotokea I will ni just use you as king. Biblia inasema The Bible says, Isaka akampapasa akasema Isaac kweli kabisa mwili ni mwanadamu. said, it is true, the God of the Lakini sauti ni ya nani? but the voice is of Acha niwaambie vijana wa sasa, mabinti wa sasa wanasema ni wazazi wameshapitwa na wakati. the parents Sasa will atapitwa na know, wakati sawa, lakini sauti ataielewa. but the voice you understand. Ataielewa. Na hakuna mzazi mwingine atakayeelewa sauti yako hata kama atakuwa amezeekana. To reveal all. Biblia inazungumza The Bible says, Yakobo Jacob, alipoandaa kile chakula kama after vile preparing alipendavyo that baba food yake, like how his father died, akaja akala. Biblia after eating the inazungumza akamwambia, Bible says, ni kweli nimekula it nimeshiba. is true, I eaten and I'm full. Mimi na wewe Me and you, ni Waibrania, ni Wayahudi, lakini ili uchukue baraka nilizo nazo take my blessing. ni lazima ufanye jambo. Biblia It is inazungumza compulsory to do something. The Bible says, Isaka akatamka baraka Isaac blessed kabla ya kula, baada ya kula. before eating or after eating. Kwa nini asitamke kabla ya Why kula? don't he say before eating? Alikuwa He was not. iko hivi, mzazi yoyote Any parent anapompa jambo mtoto anaangalia mawili, ni mtii au mkaidi. he see is your obedience or not. Umenielewa? Do you understand? Alikuwa na uwezo tu wa kusema okay, nibariki tu alafu baadaye. Alikuwa hiyo Then kana. you will go. Wanachotaka kuzungumza So what I want to say, ni bora tukayabeba maisha ya wazazi kiroho. to care the life of parents spiritual. Kadhalika hata wazazi wa kiroho, ili akutamkie ni lazima uwe umeyakuza maisha yake kwa njia moja ama nyingine. Anyhow. Hebu ngoja nikupe picha hii. Huwezi kuamini, lakini leo iko hivyo.
you don't understand, but it is like how it is. Umeshawahi kujiuliza? Have you asked yourself? Wewe unayetoa fungu la 10. Mfano, mwambie jirani yako mfano. Tell your neighbor. Maeneo mengi sana tunafundisha fungu la 10. Kama kuna watu 30, if there are 30 people, wamekuna. 20 are sad. 10 ndio wanaofurahi. 10 are those who are happy. Na inaonekana shetani ili akupokonye baraka, in order to take your blessing, ataweka ugomvi wewe na mzazi wako. the conflict to you and your parents. Hebu mwambie hivi jirani yako. Tell your neighbor. Unakijua kitabu cha Malaki? Do you know the book of Malaki? Muulize. Unakijua kitabu cha Malaki? Do you know the book of Malaki? Sura ile ya ngapi? Ya 3. Muulize. Ask him. Jamani, ngoja nitembee maana Umemuuliza kweli. Did you ask him? Na anakisoma. And did he read it? Kile kitabu cha Malaki sura ya 3 kimebeba moyo wa mzazi. Hicho kitabu the heart of the parents. kimebeba nini? Moyo wa mzazi. Tell me the heart of the parents. Kuna mtu amefika kweli? Natamani sasa hivi mama au binti asome. Najua mzee Abednego yuko fasta sana, lakini tupate mama mmoja au binti mmoja. Hicho kitabu kimebeba moyo wa mzazi kiroho. Malaki 3 kuanzia mstari wa 8. Hapana. Kwa haraka. Okay, anzia hata hapo. Imeandikwa. Je, wanadamu watamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi. Amen. Endelea sasa. Mstari wa ngapi wa 10? Mstari wa 10. Leteni zaka kamili ghalani ili iwemo chakula. Hebu sema neno chakula. Hebu sema neno chakula. Hebu sema neno jingine hili mlo. Wapi? Nyumbani. In nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Bwana wa majeshi. Ili muone sasa. Sikiliza. Now listen. Sura ya 3 kitabu kitabu gani? Kinazungumzia moyo wa mzazi. Sura ile ya 2 Mungu anazungumza na hao wazazi kama makuhani. Anawaambia, mmefika hatua sasa mmeelekeza sheria. Mnaacha watu waishi kama watakavyo. Makuhani mliolaaniwa. Lakini anaanza kuzungumza na mtoto sasa katika ile sura ya 3. Leteni zaka. Ngoja nikwambie mtoto wa Mungu. Zaka inayozungumzwa ni mlo. Kusema chakula. Anasema muone kama sitawafungulia madirisha. Hebu muulize jirani yako. Mlezi wako kiroho. Your parent, your guardian spiritual. Akipimwa atakuwa na kilo ngapi? Measured how it is. Ni kama inachekesha hivi, lakini hebu muulize. It's fun, but kama kweli kuna baraka kwa mzazi wako akipimwa, kilo ngapi zitatoka? How many kilograms will he get? Ngoja nikwambie, kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Zakaria. Kama umesoma habari ya Zakaria, wakati Mungu alipitisha hapo nilicheka sana. Lilikuwa nene, unaambiwa lilikuwa yani mwili yani limenenepa kwa nini? Agano la Kale walikuwa naelewa baraka. Mpaka leo Waisraeli anaingia kanisani, haingii kanisani mpaka na nchi imetengenezwa 10% ya mapato yote ya nchi inakatwa, halafu inapelekwa kwenye nchi maskini. Achana kwenye familia zetu, kwenye kazi zetu. Biblia inazungumza. Naomba usikilize mtoto wa Mungu. Naomba usikilize. Mungu hapa
households ana watoto wake. have his child. Wakila When they eat, akisema mwanangu, when he Mungu akubariki. says, son, may God bless you. Mungu akubariki. May God bless you. Inatoka baraka ya kiroho inayotoka kwa Mungu. That is a spiritual blessing from the God. Nisikilize. Listen. Nisikilize mtoto wa Mungu. Listen, the son of Kama God. vile Isaka alivyobariki mwanae, ndivyo Mungu anavyotubariki na sisi. This is how God bless us. Mungu ana uwezo wa kusema God have hivi. the ability to say, Mungu ana uwezo wa kusema God hivi. have the ability to Sije na say, chochote. don't come with anything. Ila anachokiwaza Mungu hapa. But what you think God, Anasema hivi, kiwepo chakula hilo la kwanza, lakini la pili anasema nitakuwa mlinzi wa baraka zangu I will be nilizowekeza the kwako. guardian of my blessing which I invested in Kuna mtu you. anaelewa sasa? There is someone who understand now. Kuna mtu anaelewa? There is someone who understand. Nasema tena kuna mtu anaelewa? I say again, Unapotoa ile zaka anakula kuhani. and the Christians, Unapotoa hiyo zaka kwa kuhani kuna umeme halali gizani. there is Iwe ni 500, iwe ni 1000. Mungu anasema atakuwa na wewe bega kwa bega, kwa sababu alichokila kimebeba ahadi ya ulinzi. Naomba unielewe, wapo wanaotoa zaka kwa kukiza sheria kwa sababu kanisa linataka, lakini kanisa halina baraka. Baraka zinatoka kwa Mungu aliyeko ndani ya kanisa. Nasema tena, nasema tena, haitakusaidia sana kuwa na baba. Unatamani na mipango yako iwe bora, lakini mahusiano ya baba kiroho ni magumu. Acha nikwambie, ni kama shamba iliyo juu ya kichwa chako. Wakati mwingine unaweza kama unauona umande wa baraka, ghafla Mungu analeta ukiwa. Analeta ukiwa. Ninazungumza nafasi ya baba kiroho kwenye maisha yako. Tutaangalia mchana Paulo anafika hapa anasema kwamba nao walimu wengi lakini baba ni mmoja. But the Father is only one. Mmoja. Is only one. Kanisa la Mungu nataka niwaambie. The church of God, I want to tell you. Ukifarakana na mzazi kiroho, If you have conflict with your situation, sikatai. I'm not denying. Unaweza ukawa na hiyo huduma, You may have unaweza that ukawa na hiyo sense. karama, You may have unaweza that ukawa na kind kila chochote na kikaonekana machoni pa watu kinafanya kazi. before Lakini people siku is moja But one day, Mungu anasema, God said, sikufahamu. I don't know you. Uliumiza moyo wa mzazi. You had Ulikaidi moyo wa mzazi. Uliinuka kinyume. You said, Ngoja nimalizia na hili andiko. Pengine unalijua lilipoandikwa. maybe you know where it's written. Unamwelewa Lazaro na Do you tajiri. understand the Lazarus and the rich man? Unamwelewa? Do you understand them? Imeandikwa katika kitabu gani? It's written in which book? Sasa ukifika pale simama. Ninao hapa nataka nione kanisa letu nasoma. I want to see the church. Do we read? Tajiri na Lazaro. The rich man and Nataka niwaambie umuhimu wa baba. Mbingu yenyewe inalifaa, yani inarudisha majibu. also the king and the answer. Kitabu kile, kitabu gani? In which book? Luka. The book of Sura ya ngapi? which is chapter? Tupate mama mmoja tena. Kwa kweli nimewapongeza kwa vizuri sana. Tupate mama mmoja. One woman. Luka sura ya ngapi? Luke chapter. Madam Joyce. Madam Nasema alimwambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishitakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia, ni kweli? Hebu nenda 19. Soma ile mstari wa 19. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau. Aliyekuwa fahari kwa lugha nyingine. Aliyevaa nguo ya rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa.
Na maskini mmoja jina lake Lazaro hakuwekwa mlangoni pake na ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo. Hakuna mgonjwa aliyekuwa na nesi mbwa kama yule jamaa. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Sasa mbwa wakaja wakangamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa akachukuliwa na malaika. Maskini akafa akachukuliwa na malaika. Kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achove ncha ya kidole chake majini auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yuko hapa anafarijiwa. Na wewe unaumizwa, na zaidi ya hayo kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, naomba Sasa msikilize, huyo tajiri anatafuta huduma ya kiroho itoke kuzimu au itoke kwa Ibrahimu iende kula hapo Itumaini. Akasema, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. 29. Ibrahimu akasema, angalia sasa majibu ya Ibrahimu yanazungumza. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, Musa alikuwa ni kuhani, nabii ni kuhani wa Mungu. Biblia inasema katika Efeso, naye Bwana alitoa wengine kuwa wazazi. 29. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Sasa asante, hapo Musa ni kiongozi aliyesimama kiroho. Nabii ni huduma inayosimama kiroho. Wazazi wa kiroho, walezi wa kiroho wakikosa nafasi kwenye moyo wao, utakuwa Mkristo aliyeandaa maisha yake kuingia jehanamu. Inasemaje? Utakuwa Mkristo unayeandaa maisha kuelekea wapi? Kwa nini? Ukikosa baba wa kiroho, mbingu huipati. Nataka nikwambie, binafsi mimi mwenyewe huyu naliona naitwa mchungaji, automatically nina baba. Ili nifike nione Yesu, maana yote haya ni zawadi, lakini pointi kubwa ni kuone Yesu. Awepo baba wa kuniambia, mwanangu, hili ndilo pita hapa, mwanangu usipite. Na ili apate msaada wa kunisemesha, ni lazima maisha yake ni yagusu. Ni lazima ni yagusu. Si yagusu tu kwa sababu ninaitwa Andrea. Ninayagusa kwa sababu nilikuwa naangalia pia kwenye parish yetu, tuko wachungaji watatu. Na baba akiwepo. Lakini kuna wakati mwingine kwa watoto nakumbuka nikamwambia mchungaji mwenzangu, leo tunahitaji tutengeneze mazingira siku fulani tuiteue tuweze tukale chakula tulichokiandaa. Unanielewa? Tukatengeneza mazingira kweli, baba na mama, tukatengeneza mazingira
shemasi, tukaona tu shemasi pale, tukamwambia Bwana So what fanya moja kama surprise. Nimeshangaa tu baba alikuwa ametoka maeneo fulani, tukampigia tutakuwepo kesho muda fulani, ndio kufika pale tukataka tule chakula kwa pamoja. Watumishi wa Mungu, acha niwaambie, kuna maneno aliyaomba na akiwa ameweka mkono juu yangu pamoja na mtumishi kwa naye, nikahisi ni kama napita kwenye eneo la ujasiri na nguvu, ni kama maji yanamwagika kwenye mwili wangu. Baba aliomba yale maombi, sijawahi kuona tena. Baba tuligusa moyo wake. Hawezi tu akasema kwamba na mchungaji anaitwa Andrea na mchungaji anaitwa mimi, lakini siri ya maisha ya ndani ndio inagusa maisha. Na huyu baba akituambia hiki, hatuwezi kusema maana nikienda kinyume. Kuna mambo ambayo yanaweza yakapata kama yaliyompata Samson. Ndugu zangu, nataka niwaambie, heshimu popote pale utakapokuwa, maeneo yote atakao kuweka Mungu baba, mama wa kiroho. Unanielewa? Najitahidi sana kuwa mwaminifu kutoa zaka. Zaka inagusa. Okay, mfano. For example, mimi sinaga ugomvi na taasisi. I don't have a conflict with institutions, but I'm saying zaka dhabihu zilikuwa ni za makuhani, na ndivyo neno lilivyo. Na hata ukitoa 60,000 unaweka hapo, automatically haijalishi kwamba isimguse mchungaji moja kwa moja, lakini unapotoa Mungu anaelewa ulichokibeba, kuna maslahi mapana na kuhani wake. Nataka nikwambie, maisha ya watu wengi yamekufa, na kufa kwa maisha sio kwenye uchumi, ile kufikiri, ile kufikiri. Niombe vijana wawili wasimame hapa. Umeokolewa na nani? Na Yesu. Na wewe? Umeokolewa na nani? Na Yesu. Na wewe umeokolewa na nani? Sasa acha niwaambie, watu wengi wanapoenda kwa Baba kutaka haki, iko lugha tunatakiwa tuifuate, na hii inapatikana katika kichwa cha moyo wa Mungu. Wasiomjua Baba wanamuita Mungu. Naomba nisikie. Wasiomjua Mungu wanamuita Mungu. Lakini sisi tuna neno zaidi ya hiyo. Katika maisha yetu ya kila siku, hatumuiti Mungu tu, tunamuita Baba. Baba yuko kila wakati. Ukimuita Mungu unaweza kuona ni kama amepauka, ni kama hawezi kukusikia. Yesu akasema kwamba sitawaita tena watu bali rafiki. Ukiwa kwa Mungu unamwendea kama Baba. Tazama sura ya Yesu alipokuwa anajaribu kuambia wanafunzi wake, msalipo semeni, Baba yetu ndiye mbinguni, sio Mungu wetu ndiye mbinguni. Nataka nikwambie, moja ya waraka kama sio Warumi basi kama sio Mathayo basi itakuwa ni Luka, anasema Mungu wa mbinguni, wengine anasema Baba. Nataka nikwambie, ukiwa na mahusiano ya karibu sana, Mungu hautamuita Mungu tena. Hauji